shirikisho barani Afrika hatua ama mkondo wa pili. Wakati joto la mchezo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane kutoka nchini Morocco likiendelea kutanda miongoni mwa mashabiki wa mpira hapa nchini Tanzania, tumepata nafasi ya kuzungumza na kamishna wa idara ya michezo Zanzibar, Amer Mohamed, kutaka kujua serikali imepokea taarifa yoyote ya kile kinachoendelea ama kuonekana kwenye mitandao ya kijamii juu ya uwepo wa mechi hiyo katika New Amani Complex hapa kisiwani Zanzibar. Kuja kwa ajili ya hasa watu wanafikiri watu wa marketing wale wameshakuja, wanatoka wiki hii wapo wanafanya mambo yao ambayo yanahitajika kule CAF, na ni utaratibu wa kawaida kabla mechi kuchezwa, basi wanapicha na kuna taarifa nyingine ambazo wanazitaka. Lakini pia kuna watu wa CAF wapo pia uwanjani sasa wapo, na leo pia wengine wa marketing vile vile na wengine ambao wanachukua taarifa na mambo mbalimbali. Kwa ufupi mambo yanaendelea na sisi tumeliona hilo, na kama nilivyosema huko nyuma kwamba tunaipokea mikono miwili na Amani ipo tayari kwa ajili ya fainali ya Simba na Berkane. Wanapima, na mimi leo nimeenda kupokea wageni watatu ambao ni marketing kutoka CAF, pia wamekwenda pale kutaka kuchukua vipimo mbalimbali vya uwanja kwa ajili ya hiyo mechi. Kwa hiyo naamini kwamba hichi kitu kipo pale Amani. Sasa kama kuna mabadiliko sisi rasmi tutajua, lakini tutafahamu sasa barua hii inasema kwamba mechi inachezwa uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani mdogo, lakini kuna sababu nini kama ilivyotokea katika nusu finali iliyopita na Stellenbosch ilichezwa Amani kwa sababu uwanja wa Mkapa ulizuliwa kuchezwa ili pishe matengenezo kwa ajili ya mashindano makubwa ya CHAN. So lazima la tiketi kuuzwa kwa ajili ya kucheza Mkapa. Najua viongozi wa Simba ile kitokea hili watajua tutajaribu kufanya ili mradi watu waweze kuja. Sisi tunawaambia tu kama utafanyika Amani, basi wale washabiki na tiketi waweze kununua tiketi kama zile zilizobadilishwa, waweze kuja hapa uwanja wa Amani kwa ajili ya kuja kushangilia na kuipa nguvu timu yao ya Simba ili iweze kushinda finali hiyo na kombe hili libaki hapa Tanzania. Kuzungumza na kamishna wa idara ya michezo kapata nafasi ya kujua mashabiki wa Simba hofu yao hasa iko wapi, kinachowafanya kutokutamani timu yao kuja kucheza mchezo wao katika Amani Complex na badala yake wakitaka mchezo huo upelekwe katika dimba la Benjamin Mkapa. Mimi natamani kuona mechi inachezwa Dar es Salaam, Ropaso, uwanja wa Mkapa, kwa sababu kwanza uwanja wa Mkapa unabeba watu wengi kuliko uwanja wa Amani. Jambo la pili, watu wanasema pichi iko sawa, lakini nahisi pichi ya Amani ni ndogo kuliko ya Mkapa. Mchezaji akikimbia hatua kidogo tukishafika mwisho wa uwanja, tofauti na pichi ya Mkapa. Lakini CAF wameuthibitisha uwanja na nusu finali imechezwa hapa. Maana yake kama imeweza kuchezwa hatua hizo za nusu finali, kwa nini finali isiwezekane? Hawajathibitisha kitu hicho, kwa sababu kama kweli CAF wanafuata sheria na kanuni za FIFA, wangeangalia kwanza sheria zao zemaje. Ushanifahamu? Uwanja wa Amani unabeba watu 15,000 na sheria ya finali haiwezi kuchezwa kwenye uwanja ambao unabeba watu 15,000 kuanzia 20,000. Sasa au CAF nafikiri na wao wana interest zao kwenye hiyo timu yao RS Berkane, na wanaogopa labda RS Berkane kucheza kwa Mkapa kwa sababu wanajua kwa Mkapa Mwarabu hatoki. Mwanahabari na mchambuzi wa soka Abdul Jalil nafasi ya kuzungumzia kile ambacho anakiona kama ni hofu kwa mashabiki wa Simba ambao wengi wao wamekuwa wakishinikiza mechi hiyo kuchezwa katika dimba la Mkapa na si hapa kisiwani kwenye uwanja wa New Amani Complex. Hofu hii inaletwa kutokana na tamaduni. Unajua kuna kitu ambacho mara nyingi sisi Waswahili tumekeka kama tamaduni zetu, yani mtu anapokuwa hapati ile tamaduni yake jambo ambalo linamsumbua mara nyingi sana. Kama unavyojua tumerisi kutoka kwa babu zetu, wengine wanakuambia ikinyesha mvua sio kinatokea hivi, mtu akizaliwa muda huu anaitwa jina hili. Kwa hiyo ni tamaduni ambazo tumejiwekea sisi kama Waswahili, na ndicho ambacho kinawasumbua Simba. Imezoeleka kwa Mkapa hatoki mtu, na mara nyingi Simba anapocheza mechi zao kwa Mkapa huwa anafanya vizuri. Lakini swali la kujiuliza kubwa sana juu ya hii, watu wana wasiwasi na sintofahamu ya uwanja. Kwani hizo Simba ambazo mara zote ambazo anasema hatoki mtu aliwahi kufika finali? Jibu hapana.
sana, lakini alipocheza katika uwanja wa New Amani Complex kutoka Zanzibar, Simba amekwenda finali, amecheza robo finali ya lot hapo hapo kwa Mkapa na ameshindwa kung'amua mechi na kufika finali. Lakini alipokuja kucheza safari hii Zanzibar imekuwa beta kwao. Kwa hiyo sitaki na mimi nirudi kule kwenye tamaduni, lakini ambacho nataka kukisema kuwa ukiwa na timu bora, ukiwa na uwekezaji mzuri ndani ya uwanja, hurigadi kiwanja chochote ambacho unahitaji. Mfano mzuri nitatoa Ulaya, Barcelona ameaga mashindano, lakini alidominate mchezo kwa nyumbani Spain, lakini alidominate mchezo alivyokuwa kule Italia Giuseppe Meazza. Hiyo hili ni jambo la kawaida linatokea. Kwa hiyo washabiki wa Simba wanatakiwa watulie hadi pale siku ya mchezo au mabadiliko mengine yatakapotokea. Lakini kwa hadi sasa hivi na kwa mujibu wa CAF na hata kwa watu ambao wana publish, hasa finali hiyo itapigwa New Amani Complex. Kama walifanikiwa kutinga finali kwa kutumia New Amani Complex, mimi naamini binafsi wanaweza kufanya vizuri hapa katika uwanja wa Amani. Isipokuwa yale mawazo potofu yatoe na wajenge notion mpya ya kufanya vizuri, kwa sababu hii yote ni jumla ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilipata nafasi ya kuzunguka katika maeneo ya viwanja vya New Amani Complex ambapo matayarisho kadhaa tayari yameanza kufanyika kuelekea mchezo huo. Kinachosubiriwa ni taarifa rasmi ili kuthibitisha uwepo mchezo huo, lakini dalili zote zikionyesha kuwa uwanja wa New Amani Complex unakwenda kuhosti finali ya pili ya kombe la shirikisho kati ya Simba na RS Berkane kutokea nchini Morocco. Mimi ni Boldensa Isa Chiwile kutoka 88.9 Wasafi FM Zanzibar. Ahmed Hussein piga pasi moja ya kupenyeza kwa Jean Shalahwa. Jean Shalahwa anaingia kwa mara ya pili. Ukiomba mvua hakikisha una mwavuli wa kukikinga na mvua hiyo. Fountain Gate mpaka wakati huu hawajui wapi pa kupita. Naam, ripoti ya mwenzetu Isa Chiwile Boldensa imekomea hapo, na bila shaka yoyote ameeleweka na kila mtu ameshaelewa picha halisi ya kinachoendelea pale New Amani Complex. Nadhani tufunge anza kufocus na mambo mengine. Okay. Njema unacha kumalizia hapo? Ninacho kumalizia na kuna shabiki kaongea hapo ni kama vile amenipreempt kile ambacho nilikuwa nakifikiria. Unajua moja kati ya kitu ambacho watu wengi hawafahamu ni kwamba kwenye nchi yetu viwanja vinatofautiana vipimo vya uwanja. Yaani unaweza kaenda uwanja fulani ukakuta kipimo ni kingine na ukaenda uwanja mwingine ukakuta kipimo ni kingine, na sio kitu ambacho ni kosa kisheria, kwa sababu hata kwenye sheria za soka zile 17 ambazo tunazungumza ambazo zinatolewa na ile taasisi ya IFAB ni kwamba uwanja wa mpira wa miguu unaweza ukawa kuanzia mita 100 mpaka 115. Yaani kuna uwezekano kwa kuna uwanja ambao una mita 110 kwa mfano, alafu mwingine una mita 100 kamili. Hivyo viwanja vyote vinaweza vikachezewa mechi ambazo ni professional kabisa. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo amelizungumza shabiki huyo, na it's serious. Kusema ukweli, ukiangalia pitch ya Amani alafu ukaja kuangalia na pitch ya Benjamin, ni vitu vile tofauti. Of course hatuna hivi vipimo kwamba sisi ndio tumeenda tumepima pale, lakini ukitumia milango ya fahamu tu ambayo umejaliwa na Mwenyezi Mungu, unaona kabisa kwamba uwanja wa Mkapa unaonekana ni mkubwa kwenye vipimo vyake. Sasa hii inaenda kuathiri kwenye namna ambavyo timu inaweza ikawa inacheza kiwanjani kimbinu pamoja na kiufundi, kwa sababu kwenye mpira wa miguu tunasema kwamba timu ikiwa inashambulia inahitaji space zaidi kwa ajili ya kuweza kuchezea mpira, lakini timu ambayo haina mpira mara nyingi inafinya space ili kuhakikisha kwamba wapinzani hawaipati hiyo nafasi ya kuweza kuchezea mpira kiwanjani. Ukijaribu kutazama ule mchezo ambao Simba walicheza dhidi ya Stellenbosch katika uwanja wa Amani, moja kati ya kitu ambacho mimi nilikigundua mara baada ya dakika 90 kumalizika, uwanja pia ulikuwa unawasaidia Stellenbosch kuzuia, kwa sababu walikuwa wakirudi nyuma wakikaa kwenye ile low block, space kati ya mchezaji mmoja na mwingine ilikuwa inakuwa ndogo kutokana na uwanja pia kwenye hivyo vipimo ni mdogo kidogo. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwao tu, wanarudi nyuma and then wanaweza wakafunga hizo nafasi na mshafika ikawa rahisi. Lakini kwa Mkapa mara nyingi sana timu zikiwa zinacheza ikiwa kwenye low block, unaona kabisa kwamba
kuna magep fulani yanajitokeza pembeni, hata kama mtajifinya katikati, lakini kuna magep makubwa ambayo yanajitokeza pembeni. Lakini kwa siku ambacho nimekiona kusema kweli ni tofauti kabisa. Kwa hiyo technically and tactically ni uwanja ambao mimi naamini kwa Simba unaenda kuaffect, tofauti na wengine pengine ambao wanazungumzia masuala ya historia of course, lakini pia utamaduni ambao Simba wamekuwa wameujenga pale kwa Mkapa. Lakini mimi naamini kwamba uwanja wa Amani una hiyo changamoto ya vipimo kwa sio sawa na Mkapa.